أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. آية pili akasema subhanahu wa ta'ala, ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر wanasema hii ni khabar mubtada mahdhuf. Kilugha neno dhikru hapa limekaa katika mahala pa khabar ya mubtada iliyoondoshwa, ila inakadiriwa kana kwamba imesemwa hadha almatlubu alayka, hiki unachosomewa Muhammadi, dhikru rahmati rabbika, ni utajo wa rehma za Mola wako, abdahu, rehma za Mola wako kumrehemu mja wake Zakaria aitwaye Zakaria. Hichi usomewacho Muhammadi ni utajo wa Mola wako kumtaja mja wake Zakaria kwa huruma zake. Ndio maana hiyo. Tumeelewana vizuri hapo? Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kwa maana haya unayosomewa katika sura hii Muhammadi ni utajo wa Mola wako kumtaja mja wake Zakaria katika hali ya kumpa rehema zake. Kuna takdimu na taakhiri hapa, masala ya kilugha zaidi. Zakaria huyu ni nani huyu? Wahidu min anbiya illahi alkiram, ni mmoja wa manabii wa Allah watukufu. Wayantahi nasabuhu, na inakomea nasaba yake, ukifuatilia nasaba yake inakomea kwa Yaqub ibn Ishaq. Ukifuatilia nasaba yake inakwenda mpaka kwa Yaqub. Yaqub mtoto wa Ishaq, Ishaq mtoto wa Ibrahimul Khalil alayhi salam. Ametaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim kwenye sahihi yake nambari 2379 kwamba huyu Zakaria alayhi salam kana najjaran, alikuwa ni fundi seremala, na hakuwa akila isipokuwa kwa kazi yake ya ufundi seremala, hali chakula ila kwa jasho lake. Kadhalika Nabii Daud ilikuwa hali isipokuwa kwa chumo lake mwenyewe. Ndio maana ikaja agizo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia Waislamu, kuleni kupitia machumo ya mikono yenu nyinyi wenyewe. Fa inna nabii Allah Daud, kwani hakika nabii wa Allah Daudi, kana la yaakulu illa min amali yadihi, hakuwa akila illa kwa machumo ya mikono yake. Na Allah anampenda mja wake anayekula kupitia jasho lake mwenyewe. Kwa hiyo Nabii Zakaria alikuwa najjaran, alikuwa ni fundi seremala alayhi salatu wassalam.